Time ya update mtu wangu, kama hujasubscribe channel hii bana, tutakuwa tunapita na taarifa nyingi sana, hususan masuala ya usajili kuelekea dirisha dogo la usajili. Sisi kwa sasa tunadili na masuala ya usajili tu, kwa sababu ndizo taarifa ambazo zimechukua nafasi kubwa katika masuala ya kimichezo, lakini pia na update mbalimbali nyingine, hususan masuala ya sport ama masuala ya michezo. Basi sisi kila siku tunakuupdate taarifa mpya ili usipitwe na taarifa zote, hususan masuala ya usajili wa Simba, usajili wa Yanga kuelekea dirisha dogo la usajili, na wachezaji gani ambao wanaachwa upande wa Simba na upande wa Yanga. Taarifa hizo zote utazipata hapa katika channel yako hii ya habari za michezo na burudani. Kama nilivyokuambia, sisi kila siku tunakuupdate na taarifa mpya. Ili usipitwe na taarifa hizo, subscribe channel hii. Yani kugusa tu neno subscribe katika channel hii, kila taarifa ambayo sisi tutadondosha humu ndani, basi wewe utakuwa wa kwanza kuipata taarifa hiyo. Ukiwasha tu data, basi notification ya channel yako itakujia moja kwa moja katika simu yako ya mkononi. Bana, leo nikuletea taarifa moja kutoka ndani ya klabu ya Simba. Kumbuka Simba wanaliangalia dirisha dogo la usajili kuja kupata wachezaji watatu kama si wanne kuelekea dirisha hili dogo la usajili ambalo lipo wazi kwa sasa. Simba wanalenga kupata maingizo mapya matatu mpaka manne katika eneo lao la ulinzi na eneo moja la ushambuliaji. Na hapa namzungumzia Dramane Kamagate. Huyu ni raia wa Ivory Coast kutoka kwa klabu ya San Pedro pale nchini Ivory Coast. Huyu ndio namba 9 ama mshambuliaji wa kati ambao Simba wanamuinda, na kila kitu kipo sawa, na muda wote atatua ndani ya klabu ya Simba kuelekea katika dirisha hili dogo la usajili. Na taarifa zinasema kwamba bwana Dramane amesaini kandarasi ya miaka 2 ndani ya klabu ya Simba. Dramane Kamagate, mmoja kati ya washambuliaji wa kati kama nilivyokuambia. Mpaka sasa ama msimu huu ameweza kufunga magoli 6 katika michezo 9 ambayo amecheza na klabu yake ya San Pedro pale nchini Ivory Coast, na msimu uliopita alikuwa top scorer akifunga magoli 11 ndani ya ligi ya Ivory Coast. Hivyo ni moja kati ya washambuliaji bora, na ni bwana mdogo tu akiwa na umri wa miaka 20 tu, huyu Dramane Kamagate ambaye taarifa zinasema kwamba ameshamwaga wino ndani ya klabu ya Simba kuitumikia Simba ndani ya miaka 2. Kumbuka mkataba wa Steve Desem Kwala unakwenda ukingoni ndani ya klabu ya Simba, huenda akampisha Dramane Kamagate ndani ya klabu ya Simba, kwa mujibu wa taarifa ambazo zinasema kwamba tayari Dramane ameshasaini kandarasi ya miaka 2 kutoka San Pedro pale nchini Ivory Coast. Kama nilivyokuambia, msimu huu michezo 9 ana magoli 6, lakini msimu uliopita alimaliza na magoli 11 na assist 7 ndani ya ligi ya Ivory Coast. Hivyo alimaliza kama top scorer, moja kati ya washambuliaji chipukizi na vijana ambao wanahitajika ndani ya klabu ya Simba, na kila kitu kipo tayari na muda wowote tatua kwa klabu ya Simba. Kumbuka San Pedro, klabu ambayo haishiriki michuano ya kimataifa, hivyo Simba watamtumia moja kwa moja Dramane katika michuano ya klabu bingwa wanafika hatua ya makundi. Mwingine ni Fawaz Basadie, furubaki huyu kutoka pale kutoka klabu ya Mamelodi Sundowns. Huyu msimu uliopita alikuwa anakipiga pale Stellenbosch, moja kati ya timu ngumu pale nchini Afrika Kusini. Baada ya performance kubwa, basi Mamelodi Sundowns wakamsajili Fawaz Basadie, mbavu ya kushoto kutoka kunako klabu ya Stellenbosch, lakini ameshindwa kufanya vizuri ndani ya kikosi cha Mamelodi Sundowns. Hivyo Mamelodi wanamtoa kwa mkopo katika dirisha dogo la usajili, na Simba wanaiangalia saini yake ya Fawaz Basadie kama replacement nzuri ama backup bora ya Anthony Mligo kunako mbavu ya kushoto ndani ya klabu ya Simba. Hivyo Fawaz Basadie anakuja kukipiga ndani ya klabu ya Simba kwa upande wa furubaki ya kushoto, akisaidiana na Anthony Mligo ndani ya klabu hiyo ya wekundu
wa Msimbazi Simba. Fawaz Basadie, moja kati ya mafurubaki bora katika ligi ya Afrika Kusini na moja kati ya mafurubaki ambao wana uwezo mkubwa wa kupanda na kushuka na wana energy ya kutosha, yani ni fullback ambaye ana nguvu za kutosha na pia ana uzoefu mkubwa katika michuano ya kimataifa. Hivyo moja kati ya ingizo jipya ambalo litakwenda kuisaidia Simba vilivyo ni pamoja na Fawaz Basadie, mbavu ya kushoto ama beki fullback ya kushoto ndani ya klabu ya Simba, kuja kusaidiana na Anton Mligo. Taarifa nyingine ni kwamba Simba wanamwangalia Enock Enonga kumrejesha ndani ya kikosi hicho cha klabu ya Simba kutokana na yeye kumalizana na klabu yake ambayo alikuwa anaitumikia, na kwa sasa Enock Enonga yupo Dar es Salaam, na taarifa zinasema kwamba huenda akatua ndani ya klabu ya Simba ama akarejea ndani ya klabu ya Simba. Kumbuka Simba kwa sasa wana shida na beki wakati kutokana na Abdulrazak Hamza kuumia, pamoja na Shamu Karabwe ambaye huenda asirejee ndani ya klabu hiyo kutokana na kuondoka kuelekea kwao. Hivyo Simba wanamwangalia Enock Enonga kama replacement sahihi ya Karabwe Shamu, beki wakati ndani ya klabu ya Simba, ili kuja kuziba mapengo hayo mawili ya Shamu Karabwe ama Abdulrazak Hamza ndani ya klabu ya Simba. Hivyo Simba wanahitaji maingizo matatu. Namba 9, mshambuliaji ambaye ni Dramane Kamagate pamoja na Fawaz Basadie, mbavu ya kushoto, na beki wakati Enock Enonga ambaye huenda karejea ndani ya klabu hiyo ya Simba kutokana na kile ambacho Simba wanakipitia katika eneo lao la beki wa kati. Ni hao tu mtu wangu, usisahau kusubscribe, na Simba pia wanahitaji kipa. Yote haya yatafanyika katika dirisha hili dogo la usajili. Usisahau kusubscribe baada ya kutazama video.